Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mungomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaendelea na somo letu kuhusu majonzi na tutaangalia mapito ya wajane au wagane na dalili zinazoonyesha kwamba wameathiriwa na majonzi. Kwa hiyo mwishoni tutaangalia dalili za kuonyesha kama umeathiriwa na majonzi ili uweze kuzifahamu hizo dalili na kuchukua hatua. Wajane na wagane ni watu gani? Ni watu waliofiwa na wenzi wao. Kwa hiyo kama ni mume amefiwa na mke au mke amefiwa na mume. Ni kwamba kufiwa na mke au mume ni mojawapo ya changamoto kubwa sana zinazoleta a lot of stress kwa mtu aliyeondokewa na mwenzi wake. Umepoteza mwenzi na unakabiliana na uhalisia mpya wa maisha. Ni kwamba kuna uhalisia mpya, uko umezoea maisha ya namna fulani na utaanza kukabiliana na maisha mapya. Uhalisia mpya wa maisha ni kwamba utakuwa uhalisia wenyewe ni kwamba umepoteza company au ulikuwa na mtu wa karibu lakini umempoteza. Kwa hiyo umepoteza company, umepoteza support, umepoteza financial support, umepoteza utambulisho wako ulikuwa based na ule mtu. Kwa hiyo unakuta hata utambulisho wako umebadilika. Umepoteza mzazi mwenzio, umepoteza mpambanaji mwenzio ambao mlikuwa mnapambana pamoja kuboresha maisha yenu. Kwa hiyo ni uhalisia mpya wa kuadjust na new realities. Alafu kuna hatari ya kupata depression. Research zinaonyesha kama mwaka wa kwanza mpaka wa tatu wa mtu anapoondokewa na mwenzi anaweza akafall kwenye depression. Sonona ni kwamba unaweza kupata sonona. Kwa hiyo kuna hatari hiyo. Alafu utasumbuliwa na upweke na ukiwa, utajisikia mkiwa sana. Utakabiliana na majukumu peke yako. Kwa hiyo ni kwamba majukumu ya kulea watoto, ya kutunza familia, ya kutafuta mali, ya whatever, kulipa bills, yatakukabili peke yako. Ni kwamba umpoteza mtu aliyekuwa anafanya. Kwa hiyo wewe hapo kama ni mama unatakiwa ufanye ya kwako na pia ufanye ya mwenzio, ambayo ni a lot of stress. Umepoteza mtu na pia umepoteza support company na team member. Ni kwamba huli tu kwa sababu umepoteza mtu, ni kwamba pia umepoteza vitu vyote alivyokuwa anavifanya, havipo tena. Kwa hiyo ndio stress yenyewe inakotoka. Na wakati wa kufiwa kunakuwa na kubadilika sana kwa hisia, ambacho nimeongea pia last time kwamba hisia zinakuwa zimebadilika kwa sababu ya stress hiyo. Kama niliongea kuhusu stress pia kule nyuma, ni kwamba kuna stress hormone nyingi sana zinaachiliwa ukiwa umefiwa pia. Na kwa kawaida huwa tunataka safari ya uponyaji mtu akifiwa ajisikie kama hivi, ni kwamba umejisikia vizuri, unaendelea kupona, alafu mwisho unapona kabisa, unakuwa mzima. Lakini ajabu yake ni kwamba safari ya majonzi ni kwamba haiko straight, iko haieleweki. Unaona mikorogo hivi, kwamba unajisikia hivi, unajisikia ndio kwa unajisikia juu, unajisikia chini, up and down kila wakati, lakini safari inaendelea. Utajisikia hivyo kwa muda mrefu mpaka utakapopona kabisa. Kwa hiyo mkimwona mtu amefiwa ujue kabisa kichwa mwake kiko kama hivi. Kwa hiyo tuwaelewe na tuwachukulie jinsi walivyo, na safari inaendelea muda mrefu mpaka atakapopona. Kwamba singio utajisikia kwa nini imenitokea mimi? Why me? Singio utajisikia kama umekubaliana na hayo mambo, utajisikia huzuni sana, utajisikia unalia sana, utajisikia unaweza kuhimili, utajisikia una hofu sana ya maisha, kwa nitaweza haya maisha. Kuna wengine utajisikia hasira sana, wengine wanajuta sana, wengine wanamlaumu Mungu sana, wengine utamshukuru Mungu kwa at least ananisaidia. Yaani hisia zitakuwa zinabadilika hivyo mpaka utapokuwa umepona. Kwa hiyo tuelewe kwamba safari ya kufiwa na mke au na mume ni kwamba muda mrefu utakuwa hapa na itakuchukua muda mpaka utakapopona kujisikia vizuri sana. Kwa hiyo tuangalie pia changamoto gani ambazo wajane au wagane wanazipitia. Changamoto ya kwanza ni upweke, ni kwamba wanasumbuliwa sana na upweke. Research zinaonyesha kwamba ukifiwa na mwenzi wako, kwa kawaida 75% ya marafiki na jamaa wote waliokuwa karibu nawe pia wanakuacha. 75% ambao ni kubwa sana. Wengine watakuacha kwa sababu urafiki wenu ulikuwa, yani umekuwa connected na mtu aliyefariki. Kwa hiyo akishafiwa haoni sababu tena kuendelea na wewe kwa sababu huyo ndio alikuwa na connect. Na wengine wanakuacha kwa sababu wanakuona uko tofauti. Kwa hiyo kama labda walikuwa wanakualika kwenye event na mume wako ameondoka, saizi hualikwi tena kwa sababu yani haufiti tena kwenye mambo yao. Au mwingine pia utapendelea kukaa peke yako kwa sababu pia ukienda hata ukialikwa nao watu wenzio utajiona kama hufiti sana kwa sababu wenzako labda ni pair, ni mke na mume afu uko peke yako, zinakuwa zina trigger, zinachochea maumivu zaidi. Kwa hiyo mwingine anapenda kukaa peke yake kwa sababu anaona kama akienda huko analia zaidi. Kwa hiyo atapenda kuwa peke yake. Alafu pia changamoto nyingine ni kunyanyapaliwa, changamoto ambao wajane na wagane wanapitia ni kwamba jamii zetu kwa kawaida, japo wasemi, ni kwamba kuna unyanyapaa mkubwa sana kwa wajane na wagane, kwa watu walioondokewa na wenzi wao, japo hatusemi. Lakini unakuta hizo changamoto zipo kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki.
hasa kwa mfano kama ni mwanamke ameondokewa na mume wake ambaye ndio alikuwa ni breadwinner, ambaye ndio alikuwa anatafuta mali, utakuta yani kuna unyanyapaa sana, watu wanakuwa umeshaanza kuwa kama ni mzigo, au watapenda kujitenga na wewe, au pia kutokukujali, kutokusikiliza, wanaona kama thamani yako imeshuka. Of course thamani yako haijashuka. Thamani yako haitegemeani na mtu yoyote yule. Wewe una thamani hata kabla hujapata mwanaume, hata akiondoka bado una thamani. Lakini watu wanapokuona watakushusha na utajisikia vibaya sana. Alafu ripoti nyingine pia inaonyesha kama watu waliofiwa na wenzi wao wanasumbuliwa sana na kushukiwa na watu. Ni kwamba mtu akuona umefiwa, alafu anakuona labda umesimama umeongea na maybe mtu mwenye gender nyingine, ana jinsia nyingine, amekuona mara 2 mara 3 unaongea naye, tayari anaanza kuwaza vibaya kuhusu wewe. Kwa hiyo watu wananyanyapaliwa kwa kushukiwa mambo mabaya na watu. Alafu pia kutelekezwa, ambao ni jambo la kawaida. Ndugu, jamaa na marafiki wote wanaweza kukutelekeza. Hata kanisa sangine na kutelekeza, wanakuwa wamechoka na wewe, wanakuwa kama wamekufariji lakini ufarijiki, bado unaendelea kulia. Kwa hiyo ungesema muacheni tu hivyo hivyo, wanakuacha hivyo hivyo, lakini wanasahau kama safari ya majonzi ni safari ndefu. Pia unakuwa na hatari ya kuonewa mtu ukifiwa, hasa kwa wanawake wanaonewa sana. Kwa kawaida wanawake wanaonewa, ni kwamba watu wanapenda sana kuteka advantage ya wanawake, kuwaibia, kuwaonea, kuwatapeli. Lakini mtu akifiwa ni kwamba hiyo hatari inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo unakuta kwa sababu anajua mlinzi wako alikuwa anakuepo, kama ni mume wako alikuwa ni mlinzi, akishaondoka, kwa hiyo wanaona kama ndio nafasi sana ya kumwibia huyo mwanamke, hasa kwa sababu saizi anahitaji msaada, yuko vulnerable, yani hayuko sawa sawa, kwa hiyo ndio wakati wa kumwibia. Kwa hiyo kuna hatari sana ya kutapeliwa, kudhulumiwa, kuibiwa, kudanganywa. Ndio wakati huo, wakati wa majonzi. Kuna watu hawana huruma, badala ya kumhurumia mtu watataka pia kutake advantage. Alafu watu wanabadilisha mtazamo kuhusu wewe, kwa hiyo ni jambo ambalo utakabiliana nalo sana. Alafu identity pia inakuwa imebadilika, walikuwa wanaitwa Mr. fulani, Mrs. fulani, lakini ukishafiwa changamoto ni kwamba identity imebadilika na watu wanakuweka kwenye popote pale wanapotaka. Utalaumiwa kwa ajili ya kuomboleza. Hasa kwa wanawake pia unakuta mtu anakulaumu kwa huyu mwanamke anaomboleza muda mrefu, yani hata aponi afarijiki. Kwa hiyo watu wanakuwa wamechoka na watakulaumu kwa ajili ya kuexpress maumivu yako. Kwa hiyo mambo kama hayo yanaweza yakatokea. Badala ya kukuhurumia wanakuona kama ni mkosaji pia kwa mambo ambayo yanakuumiza, kwamba ufarijiki na usaidiki. Kwa hiyo fahamu tu ndo mambo ambayo wanapitia wajane, na natakiwa tuwe soft kwa watu wanaopitia safari ya majonzi kama ni wajane. Sasa tuangalie jinsi ya kukabiliana na majonzi. Jambo la kwanza ni kwamba wewe uliyefiwa na mwenzi, jivumilie, alafu pia jihurumie. Hamna mtu yote anaweza kukuhurumia kama wewe unavyoweza kujihurumia. Wewe ndio unafahamu maumivu yako. Wewe ndio unafahamu what you are going through. Mtu mwingine yote hata akisema I understand you, sio kweli kwamba anakuelewa. Anakusikia lakini hakuelewi. Kwa hiyo wewe jihurumie na kujifahamu mwenyewe unajifeel vitu gani. Heshimu your feelings. Heshimu hisia zako unavyo, kwa sababu ndio wakati mwafaka wa kuwepo. Alafu fahamu kama kupona kunachukua muda. Kwa hiyo mtu yote asikuharakishe kupona. Kwa umechukua muda mrefu sana, una huzuni sana, inatakiwa upone, mbona wenzako wameshapona? Kila mtu ameumbwa tofauti. Wewe sio yule mtu mwingine. Safari ya majonzi ni ya kipekee na kibinafsi. Kwa hiyo mtu asikurush. Omboleza mpaka utakapopona. Alafu wakati wa majonzi mazito sio wakati mzuri wa kufanya mabadiliko. Kwa hiyo usifanye mabadiliko makubwa kama ya kubadilisha kazi, kuanza kuhama nyumba, kununua mali, kuuza mali na mabadiliko mengine makubwa. Safari ya majonzi kama nikuelezea iko hivi, yani haiko sawa sawa. Kwa hiyo ukianza kufanya mabadiliko wakati akili zako ziko kama hapo, ni kwamba hutafanya maamuzi ambayo kweli yana make sense. Yatakuwa ni maamuzi ambayo yanasukumwa na hisia za huzuni. Kwa hiyo sio wakati mzuri, wakati hauko stable emotionally, kufanya maamuzi makubwa ya kudumu. Usifanye maamuzi kama hayo wakati huo. Alafu pia jambo jingine kwamba jiunge na support groups. Support groups ni yale makundi ambayo yanakuwa either kama labda ni watu waliofiwa, wanakuwa wanakutanika pamoja, wanaongea kuhusu changamoto zao na mambo wanayopitia. Kwa hiyo ni vizuri sana kujoin hayo magrupu, kwa sababu utajifunza a lot kwa kupitia kwa watu ambao nao wamefiwa kama wewe. Kuna mambo mengine ambayo wewe mwenyewe hujielewi na watu hawakuelewi, lakini ukiwasikia wenzio utaweza kunormalize kwa okay, kumbe watu wanapitia mambo kama hayo. Itakusaidia, ita release pressure ambayo inakukabili. Kwa hiyo jiunge sana na watu kama hao, au kama hamna magroup kama hayo, pia jifunze sana kwa watu pia ambao wenzako ambao wamefiwa, na kuelekeze jinsi ya kuweza kumudu maisha na jinsi ya go through your process ya grief, na utafarijika sana na kujifunza mambo mengi. Alafu zungumza pia na mtu ambaye unamwamini, ambaye unajua anakuelewa na anakupenda na anakutakia mema.
Kuzungumza kuna faida kubwa sana kwa sababu una release ile tension. Alafu inakupa faraja pia ukizungumza na mtu, kwa sababu utatiwa moyo, atakufariji, atakuelewa. Kuzungumza tu ni dawa. Mimi ni therapist, nafanya kazi ya kusikiliza watu na kuelekeza watu. Kuna watu wengine wanakuja anakuambia siku, yani akizungumza tu hivyo, hata kabla hujasema chochote umemsikiliza tu, anajifeel better. Anakuambia asante sana, at least umenisikiliza. Kwa hiyo kusikiliza mtu tu ni dawa. Kwa hiyo jitahidi sana kuzungumza, upate mtu anayekusikiza na anayekuelewa. Alafu jambo lingine kwamba tafuta ushauri wa kisaikolojia, kwa sababu majonzi yanaumiza sana, ni mzigo mzito sana umekugonga. Kwa hiyo tafuta msaada wa kitaalamu ili waweze kukusaidia. Alafu fahamu pia kuna siku mambo yatakuwa sawa sawa, hautakuwa unajisikia hivyo unavyojisikia permanently. Kuna siku mambo yatakuwa okay. Pia napenda ujue kuwa kuna dalili za kuonyesha kama umeathiriwa na majonzi. Ni kwamba majonzi yanaathiri sana kwa sababu yana hit system zote za mwili wako. Kwa hiyo ukiona dalili hizi, tafadhali tafuta ushauri wa kitaalamu mapema sana. Ukiona una mawazo mazito sana ambao hayakutoki kuhusu marehemu, mpaka unashindwa kula, unashindwa kulala, unashindwa kufanya kazi, unashindwa kufanya chochote, yani unakaa tu pale, ni kwamba unalia, unafanya nini muda wote. Ukiona umefanya hivyo kwa muda mrefu sana, labda miezi, then tafuta ushauri wa kitaalamu. Maybe unaenda fall into depression au kitu kingine. Alafu ukiona unajitenga sana na watu, yani hutaki tena kukutana na watu, tafuta ushauri wa kitaalamu. Ukiona umeanza kutumia madawa ya kulevya au ulevi au tabia zozote hatarishi kwa ajili ya lengo la kupoza maumivu, tafuta ushauri wa kitaalamu, kwa sababu sio jinsi ya kutuliza maumivu. Kuna wataalamu watakusaidia kufahamu namna nzuri za kutuliza maumivu yako ya kuondokewa na mtu. Ukiona una hatia kubwa sana au unakosa matumaini, mara nyingi hatia inasumbua sana watu waliofiwa, hasa kama labda mtu amefariki wakati labda mlikuwa hamjaelewana, au hatia kwa sababu labda kwa kuna mabishano mengine huko nyuma. Yote wakati mambo yako hivi, mengine pia yanakuwa hivi kwa sababu ya hatia. Unaanza labda ningejua nisingesema. Ndio maana kunakuwa na majuto pia. Mtu unakuwa unajuta kwa nini nilisema hivyo, maybe nisingesema, maybe isingekuwa hivi. Lakini kumbukeni kwamba kifo hamna anaweza kukizuia, ni Mungu tu ambaye ndo anapanga mambo yote. Kwa hiyo ukiona mtu pia ana hatia kubwa au anakosa matumaini kabisa, pia tafuta ushauri wa wataalamu, kwa sababu kuwa na hatia hivyo ya muda mrefu ni njia ya kwenda kwenye depression mbaya kabisa. Kwa hiyo ukiona dalili hizo, tafuta ushauri wa kitaalamu, hasa zikikaa muda mrefu na zinaathiri utendaji wako, zinaathiri unavyolala, unavyokula, unavyohusiana na watu. Yani hapo nenda kawaone wataalamu haraka sana. Watakusaidia kuprocess hiyo grief na kufahamu njia nzuri za kukabiliana na hisia ngumu. Kwa hiyo ndo dalili hizo, na kama umependa hii channel, tafadhali usiache kusubscribe na pia kushare video zetu na watu wengine. Asante sana.